Katika kutekeleza haki yake ya kikatiba, akiwa kama mwenyekiti wa chama hicho, amekuwa akidai mabadiliko ya sheria za uchaguzi nchini katika azma ya kuleta sheria ambazo zitahakikisha kuwa uchaguzi unakuwa huru na wa haki kwa mujibu wa ibara ya 5(1) ya katiba. Kwa hiyo kudai marekebisho ya sheria za uchaguzi, kudai uchaguzi wa haki na kidemokrasia ilikuwa ni haki yake ya kikatiba. Tunafahamu kwamba kauli zake hizo za madai zilisababisha awe matatani, na mnamo tarehe 9 Aprili akiwa katika mkutano wa hadhara huko wilayani Mbinga, mkoa wa Ruvuma, alikamatwa na polisi na kuletwa hapa Dar es Salaam, ambapo alifunguliwa kesi mbili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kesi zote mbili zililetwa kwa mara ya kwanza tarehe 10 Aprili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Kesi ya pili ina kosa la uhaini. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, haiwezi kusikilizwa na mahakama kuu mpaka pale mahakama ya hakimu mkazi itakapofanya kabidhi mwenendo na mshtakiwa kuwa committed mahakama kuu, ambayo ndio mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Kabidhi mwenendo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ilifanyika tarehe 10 Aprili mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Agosti 2025, kipindi cha miezi 5 na siku 8. Kesi hii ilikaa bila kusikilizwa kwa takribani mwezi mmoja na siku 4 na ikaletwa mahakama kuu kwa mara ya kwanza tarehe 22 Septemba 2025 kuendelea kusikilizwa mfululizo. Ndugu waandishi wa habari, mpaka sasa ni takribani pamoja na tangazo la likizo la mahakama kutamka wazi kesi za jinai hazihusiki na likizo hiyo, lakini mahakama bado haikusababisha kesi hii iendelee. Kesi ya Tundu Lissu tulitegemea, kwa sababu uhaini linatamkwa kuwa ni kosa la juu kabisa chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ibara ya 28(4), lisingeguswa na likizo ya mwaka ya mahakama kuu. Shauri hili lilipangwa kuendelea kusikilizwa tarehe 16 Februari 2026, ambapo upande wa mashtaka uliendelea kuita mashahidi wake, na ikafika mahali upande wa mashtaka wakaleta ombi la kuongeza mashahidi zaidi ya wale waliotajwa katika kabidhi mwenendo, ombi ambalo lilikataliwa na mahakama kuu. Upande wa waendesha mashtaka hawakuridhika na uamuzi huo mdogo, na hivyo wakaamua kupeleka shauri hilo kwa mapitio mahakama ya rufaa Tanzania. Kwa utaratibu uliopo ni kuwa mara jalada la kesi linapopelekwa mahakama ya rufaa, basi mahakama ya chini inakuwa haina mamlaka ya kuendelea na shauri husika. Vivyo hivyo ndivyo ambavyo kesi ya Tundu Antipas Mugwai Lissu ilisimama kwa mara nyingine tena kusikilizwa kwa maombi ya mapitio kama yalivyowasilishwa na upande wa mashtaka. Mpaka sasa ni takriban miezi 3 toka upande wa mashtaka ulivyopeleka maombi yake ya mapitio mahakama ya rufaa, na hakuna dalili zozote zinazoonesha kuwa kuna jopo la mahakama ya rufaa limepangwa kusikiliza maombi haya ya mapitio. Utaona kuwa mpaka sasa ni takriban mwaka mmoja na mwezi mmoja na siku kadhaa toka mshtakiwa Tundu Antipas Lissu alipofikishwa mahakamani kwa kosa la uhaini, kosa kubwa kuliko yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kosa ambalo halina dhamana. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na historia fupi ya shauri hilo, vitu vifuatavyo ni dhahiri. Upande wa mashtaka hauna nia ya dhati kuendelea na shauri hili la uhaini dhidi ya Tundu Antipas Mugwai Lissu. Pili, kesi mpaka leo imechukua mwaka mmoja, mwezi mmoja na siku kadhaa toka siku ambayo kesi hii ililetwa mahakama ya Kisutu kwa mara ya kwanza. Tatu, kuahirishwa au kutoendelea na shauri hili mara zote hizo imetokana na upande wa mashtaka na mahakama. Mshtakiwa hajahusika hata kidogo na ucheleweshaji wa kesi hii. Mara zote tumemsikia akiomba kesi isikilizwe, hata wakati anapokuwa amenyimwa chakula,
amenyimwa kuona na mawakili wake, amekuwa akisisitiza kesi iendelee, jambo ambalo tuna commend, na ndio wito ambao mawakili tunasisitizwa mara zote kwamba tusiahirishe mashauri bila sababu za msingi. Hili kwa Tundu Lissu wamejitahidi mara zote na liko hadharani. Tunapenda kukumbusha usemi usemao haki inayocheleweshwa ni sawa na haki inayonyimwa. Kushindwa kuendelea kwa kesi hii kumesababisha ukiukwaji wa haki ya kikatiba ya mwanachama wetu kusikilizwa kwa wakati. Ikumbuke kuwa kosa la uhaini halina dhamana. Mwanachama wetu yupo mahabusu kwa kipindi chote hicho. Kitendo cha kuchelewesha kusikilizwa shauri hili ambalo lilikuwa tayari limeanza usikilizwaji ni ukiukwaji wa ibara ya 13(6)(a) ya katiba ambayo inatamka kwamba wakati haki na wajibu wa mtu yoyote inapohitajika kufanyiwa maamuzi na mahakama au chombo kingine chochote kinachohusika, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu na pia haki ya kukata rufani au kupata nafuu nyingine za kisheria. Kusikilizwa kwa ukamilifu ni pamoja na kusikilizwa kwa wakati. Na tunapozungumzia hili, hatumzungumzii Lissu pekee. Tunazungumza na wafungwa wengine walioko kwenye mahabusu na magereza zetu kwenye mazingira kama haya, ambao tayari kesi zao zimeiva, lakini aidha matatizo ya kibajeti au matatizo ya kiutawala yanasababisha haki zao zisisikilizwe. Huu ni uvunjaji wa katiba. Katika hili tunapenda kusisitiza kuwa haki ya shauri kusikilizwa haraka inahusu mashauri yote ya jinai, makubwa na madogo. Haki hii inahusika zaidi pale mshtakiwa anapokabiliwa na kosa ambalo halina dhamana, ili kuweza kujua hatima ya shauri lake katika muda mfupi sana. Ili kujua, tunapaswa kuangalia vigezo vifuatavyo ili kubaini kama shauri husika limecheleweshwa au la. Na haya ni masuala ambayo kila mmoja ajiulize. Moja, muda ambao shauri limechukua. Shauri linalochukua zaidi ya mwaka toka kukamatwa kwa mshtakiwa bila kumalizika inakuwa imekiuka haki ya usikilizwaji wa shauri kwa haraka. Upelelezi umeshakamilika, kila kitu kimeshakamilika. Mwaka na taratibu za kiutawala zinachukua miezi 3, 4, 5, 6. Mtu yuko mahabusu. Sababu za uchelewefu wa kesi. Yaani unajiuliza, unahoji sababu za uchelewefu wa kesi ni zipi? Upande gani umesababisha kesi kutokufikia tamati? Katika shauri la Lissu, upande wa mashtaka na mahakama ndizo zimehusika mara mbili. Mahakama kwenye kuahirisha katika kupanga shauri na kutokusikiliza kwa wakati rufaa zake. Tunaelewa ina kesi nyingi, lakini inawajibika kusikiliza, ndio utaratibu. Na upande wa mashtaka kuwa na maombi kama haya na rufaa mbalimbali ambazo wakati fulani zinakuwa sio vizuri, kwa sababu zinaingia michakato ya katikati ambayo sheria inatamka mengine kwamba haya yasikatiwe rufaa. Tatu, tujiulize, je, mshtakiwa amekuwa akisisitiza kesi yake kuisha haraka? Katika shauri la Lissu, mshtakiwa amekuwa toka mahakama ya Kisutu akisisitiza kuwa upande wa mashtaka unachelewesha kesi. The record is clear. Je, mshtakiwa ameathirika? Ni dhahiri kuwa mshtakiwa ameathirika na uchelewefu huu. Wote mnajua hali yake ilivyo, ni mwenzetu yule, yuko mahabusu, kwa hiyo hana uhuru, power ya kupata resources, ya kupata matibabu, uhuru wa kuonana na mawakili wake uko very limited, uhuru wa kumtembelea. Nilitoa mfano, mimi mwenyewe kama rais nimewahi kwenda pale, uwezo kumuona kabisa Tundu Lissu. Ni vigumu sana kumuona Tundu Lissu. Nimwambia mtu mmoja, ni rahisi kuchimba Tanzanite Kinondoni badala ya Mererani kuliko kumuona Tundu Lissu gerezani. That is not a good sign. Mimi ni wakili, rais wa chama cha mawakili, uwezo kumuaccess members wako au mteja. Wakili wake ana power ya kumuaccess. Yale mazingira sio afya na hayasaidii kuliponya taifa.
Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba ukiangalia hayo utaona kwamba mtuhumiwa hana sehemu kubwa katika kuchelewesha shauri hili. Ni rai yetu kwenye mamlaka stahiki. Tunajua mamlaka hizi hazitakiwi kuingiliwa na ni sahihi kabisa, kwa sababu tukiruhusu kuingilia mahakama na kuweka mashinikizo kama wananchi, tusilalamike serikali ikipeleka mashinikizo. Kwa hiyo wote lazima tuiache mahakama ifanye kazi kwa uhuru, lakini tunataka mahakama ijionye na kujielekeza kwenye miongozo yake yenyewe iliyoweka ya kuharakisha upatikanaji wa haki. Ndio maana imeweka digital platform. Kwamba kesi hii iishe baada ya muda gani? Tunataka tuone tafsiri zile kwenye kesi kama hizi. Kwa hiyo sio tunaiingilia, tunaikumbusha mahakama kwamba shauri lililopelekwa mahakama ya rufaa, mahakama ilikumbuke na ilisikilize kwa uharaka iwezekanavyo, ili haki ionekane kutendeka kwa wakati. Hii ni rai yetu kwa mahakama. La pili, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu iendelee na usikilizaji wa kesi ya uchochezi. Maana hizi kesi tayari zilishafika mahakamani, na sheria siku hizi inatuelezaje kesi kufika mahakamani? Mahakamani sio sehemu ya kupaki, na Mheshimiwa Jaji Mkuu amesema na kutueleza kwamba mahakama ya rufani kwa sasa sio kituo cha kupaki kesi. Kwa hiyo ni rai yetu kama chama cha wanasheria Tanganyika kwamba haki itendeke kuhusu Tundu Lissu. Kesi yake isikilizwe, na kama hawana nia ya kusikiliza wamwachie. Memba zetu walisema tuje tuzungumze haya kabla hawajachukua hatua nyingine, na sisi tumeona tuzungumze kile tulichoagizwa na members, na baada ya tamko hili tutafuatilia utekelezaji. Usipokuwepo tutarudi kwa members kwamba hakuna utekelezaji wa hoja iliyotolewa, na members kupitia baraza la uongozi watajadili na kutoa uelekeo wa nini kitakachofuata. Nyenyekevu usipofanyiwa kazi. Tumelizungumza hizi, lakini wananchi wote waelewe, it's a very firm statement. Yani tumetumia wiki kuchuja, yani kuliweka hili kwa namna hii ili tulipresenti kwa umma. It took us a week, kwa sababu hatutaki kuwa affront kwenye kitu chochote, ili mtu asije akasema walizungumza vibaya wakatukwaza, tumeshindwa kutekeleza. Kwa hiyo tumejitahidi kuhakikisha kwamba we use a very friendly language, we come humble down to earth, ili kila wakutusikiliza atusikilize. Ukiona wakili analalamika aendi mahakamani, ujiulize mara mbili. Ni sawasawa umkute mchawi anatupa irizi, usiiokote, jua haifai kabisa. Kwa hiyo ukiona wakili analalamika au anazungumza, anatoa position ambayo ulitarajia afanye kitu fulani, anazungumza, ni kwamba kuna vitu anavyofikiri, lakini anataka aongozwe na hekima, kwa sababu tunataka tuwe taasisi inayohusika kulileta pamoja taifa.
kuhakikisha kwamba changamoto zilizopo zitufanye tutoke pamoja kama taifa. Lakini tusiposikilizwa tutarudi kwa memba zetu. Kama nadhani mliwasikia members ya Arusha. Members walitaka tuandamane pale pale Arusha, lakini tukawaomba kama viongozi wenu kwamba kuna hatua, mlituamini kama viongozi, tupeni ruhusa tuchakate. Baada ya mchakato huu kuingeji na kuzungumza na wenzetu, kila mtu atajua walisema, na tutakaposimama hatutapepesa macho kwa sababu tulishasema. Kwa hiyo matarajio ya baraza la uongozi wa TLS ni kwamba mapendekezo haya yatachukuliwa chanya na wadau wote, yatafanyiwa kazi kwa maslahi ya taifa, na tuwahakikishie popote penye nia njema, baraza la uongozi la TLS liko tayari kushiriki wakati unaofaa na wakati usiofaa. Sehemu pekee ambapo baraza hili hamtaliona ni sehemu yenye hila, udanganyifu, upotoshi na sehemu yenye kulenga kuumiza wananchi. Sisi tutasimama upande wa katiba, sisi tutasimama upande wa sheria. Mungu ibariki TLS, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Haya, asante wajumbe. Ndugu waandishi, kwanza ni washukuru kwa kutusikiliza. Najua wengine walikuwa wanatufuatilia live, lakini ningesema kwa Kiingereza, ningesema this is our a very firm statement, honest and firm statements to all the mamlaka zingine. Tutawaomba radhi na hatutayajibu. Karibuni. Asante ya ndugu wanahabari, nashukuru kwamba wengi, najua bado, ndio maana tulisema huko kuna changamoto kwenye civic space. Kila mtu anaogopa kwamba ninaweza nikauliza swali langu afu likafurumbua nyuki kwenye mzinga. Kwa hiyo nashukuru kwa kwamba mmetusikiliza, mmetuelewa. Nilikuwa naomba yoyote yule tumegawa ile karatasi yetu aisome. Richards, kiongozi yoyote hapa unayemuona anaweza akakujibu kilichomo kwenye hiyo taarifa, lakini mimi ni msemaji wao tu. Kwa hiyo mnaweza mkanifikia au mkapata ufafanuzi wa lolote mnalotaka, na karibuni sana kutangaza kazi za TLS. Karibuni sana, tuendelee kufanya kazi pamoja. Nawashukuru sana. Asubuhi njema.